Haleluya. Basi karibu sana, Mungu wetu akubariki, akutendee mema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nashukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya baraka zake, kwa ajili ya uzima. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kuniwezesha pia kuweza kukuhudumia. Sio jambo rahisi, ila ni kwa kibali. Kwa hiyo karibu sana siku ya leo popote unaponitazama. Mungu akubariki sana na akutendee mema na kuombea baraka na kuombea neema kubwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Basi leo hii kwa haraka ninataka nifunze kwa ufupi tu. Nataka tukufunza tu kwa sababu ninaona watu wengi wanaandika kwenye comments kuhusu nini maana ya kuota na soko. Anajiona ako sokoni, ananunua, anauza. Sasa leo hii nimeona ni mafunzo ambayo nimewahi kufanya, nimeona niifanye upya, lakini kwa ufupi tu, ili wale ambao wamekuwa na ndoto hii wakaweze kufanya nini, wakaweze kusaidika. Sasa ndoto kuhusu soko, ama unaona uko sokoni, nataka nikave hizo, ukiona unanunua na kadhalika. Sasa kitu cha kwanza nataka ujue sokoni ni mahali ambapo kunakuwa na hali ya kuuza na kununua. Jambo lingine nataka uelewe kwamba ni mahali pa transaction, ubadilishaji unafanyika. Pia kuhusu soko, sio ndoto nzuri. Unapoota ukiwa sokoni, sio ndoto nzuri. Ni mahali ambapo ubadilishaji wa bidhaa ya kishetani hufanyika katika ulimwengu wa kiroho. Mimi naongea kuhusu ukiota kuhusu soko, siongei soko hii ya kawaida, but unapoota uko sokoni, elewa ni mahali pa ubadilishaji wa bidhaa za kishetani inafanyika. Jambo lingine pia ningetaka ukaelewe ni mahali ambapo kunakuwa na diversion, wana divert destiny ya watu, wanaelekeza kwingine. Sokoni ni mahali ambapo shetani anapatumia kwenye ndoto kuelekeza baraka zako kwingine, anakunyang'anya. Especially pale unapoona unanunua, jua ya kwamba umenyang'anywa uwezo wako wa kifedha ama nyota yako. Jambo lingine nataka uelewe ni mahali pa kifungo. Sokoni, it is a place of satanic bondage. Ni mahali pa kifungo cha kipepo, unafungwa pale. Hii usiweze kupuuza. Jambo lingine ni mahali ambapo pa huzuni, na ndio maana kuna watu wengi wamekuwa na ndoto hii. Unakuta kwamba anaota kwa sokoni, anatembea bila viatu, anazunguka, yani ni kitu cha ajabu. Hii ni ndoto ambayo nimeona wengi wamekuwa nayo. Kwa hiyo ndoto kuhusu sokoni, unapoona ukiwa sokoni, sio nzuri. Sasa unapoona kwenye ndoto unanunua, unaona ukinunua, unanunua bidhaa pale sokoni. Sasa hii inamaanisha nini? Number one, inakuonesha adui anataka kukamata hela zako. Shetani anakunyang'anya hela zako. Kwa hiyo kama umejikuta sokoni unaona unanunua, elewa ya kwamba adui amekamata fedha zako. Number two, ni mahali ambapo unapokea bidhaa, vitu vya kishetani maishani mwako. Unaweza ukapatwa na magonjwa ambao hukuwa unatarajia, unaweza ukapatwa na matatizo ambao hukuwahi dhania kwamba inaweza kukupata. Na ndio maana baadhi ya watu ambao wamekuwa na ndoto hii wanapitia mambo ambao hawawezi kujua imetokana na nini. Alafu pia, je, umewahi ota ukiwa sokoni unauza? Unaona umeketi pale unauza vitu vyako, aidha ndizi, unauza nguo, kuna vitu unavyoviuza. Sasa ndoto hii inakuonesha ya kwamba kama umewahi ona uko sokoni unauza, unaona unauza nguo, unaona unauza, kuna vitu unavyoviuza. Sasa elewa ya kwamba ndoto hii sio nzuri. Ndoto hii sio nzuri, unahitaji kuwa mwangalifu sana. Kwa sababu gani? Number one,
Unapoota ukiuza, inaonyesha kwamba una operate under a curse. Maisha yako unafanya kazi, unaishi, unatembea chini ya nguvu za laana, una operate under a curse. Jambo lingine pia ni kwamba inakuonesha ya kwamba kama we ni mfanyabiashara, hii inakuonesha kwamba biashara yako itakuja kufilisika, itafilisika. Kama unaona uko sokoni unauza, itakuja kufilisika, maana ndoto hii ni ya kichawi. Jambo lingine, ndoa yako itavunjika. Kama uko kwenye ndoa yako itakuja kuvunjika. Alafu pia utajikuta una matatizo, una ugumu wa kifedha, yaani uchumi wako unakuja kudhoofika. Na pia inakuonesha kuna roho ya backwardness. Roho hii ni roho ya kukurudisha nyuma. Chochote unachofanya kinafanya nini? Kinarudi nyuma. Maisha yako, vitu vyako unavyovifanya vitakuwa vikirudi nyuma. Hautakuwa na hali ile ya kusonga mbele. Kwa hiyo hii ni hatari kwako, unahitaji kuwa mwangalifu kabisa. Na kama ulikuwa mfanyabiashara, umekuwa mfanyi biashara, basi omba sana biashara yako ikaweze kukua na ukaweze kurejesha kile ambacho adui alikupokonya. Sasa pia kitu kingine kuhusu soko pale inakuwa ni kwamba kuna agano inafanyika kati yako na ulimwengu wa kiroho, kati yako na ulimwengu wa mapepo. Kama umeingia kwa mara ya kwanza, kumbuka kusubscribe kwa channel hii, na kama wewe ni mwenyeji hapa na pia umejiunga nasi, pia unaweza ukalike pale, tusaidie kukua na Mungu atakubariki. Usikose kulike na Mungu atakubariki. Inakuonesha kuna agano ambalo linafanyika kati yako na ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho haupaswi kupuuza hata kidogo. Sijui kama tuko pamoja jamani, are we together mpaka hapo? Pia kama vile nimesema, inaweza ikaleta matatizo kwenye ndoa yako, inaweza kuleta matatizo kwenye ndoa yako. Wewe jiulize swali hii, wale ambao umeota na soko, unajiona kabisa sokoni unatembea bila viatu. Mwingine akaniambia anaota ako sokoni, anaona ako na babu aliyefariki, ako na watu wa familia ambao walishafariki. Ni nini unafanya sokoni na wao? Ni nini mnauza na wao? Kuna mtu aliniandikia hiyo. Sasa hii ndoto ikuoneshe wewe unaona uko sokoni na uko na watu wenu waliofariki kitambo, mko sokoni, na akawa ananiambia hii ni soko pale kwao kijijini. Auoni kuna tatizo? Sasa hii kwenye macho yake yeye anaona ni soko, lakini kwenye ulimwengu wa rohoni anahusishwa, anaingizwa kwenye maagano na roho za mauti. Sasa hata akifanya biashara hata faulu, na ni kweli alikuwa anasema amejaribu biashara imekataa, kwa sababu tayari alishaingizwa kwenye agano na ulimwengu wa kichawi. Sijui kama tuko pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Ndoto ya sokoni inaweza ikafunga kabisa kurasa ya maisha yako, ika close the chapter of your life kabisa. Na maanisha nini na hiyo? Ukakuta kabisa maishani amna maendeleo, hakuna kitu nafanya, yaani hata ukijaribu namna gani inakuwa vigumu, kwa sababu kuna kitu ambacho kimefanyika katika ulimwengu wa kiroho. Na pia unapojiona kwa mfano uko sokoni, inakuonesha uko kwenye wrong environment, uko kwenye mazingira ambao haifai kabisa, haifai kabisa. Naona wengine wao wanafurahi, sema mimi nilikuwa sokoni nauza, nilikuwa natembea sokoni. Uko kwenye mazingira ambao sio mazuri, na hii itakuletea laana, itakuletea stagnation. Napoongea kuhusu stagnation, ni maisha ya pale pale, hausongi, uko pale pale, hakuna kusonga. Na pia inakuletea limitation. Limitations ni pale ambapo umewekewa mipaka. Kuna mahali huwezi fika maishani, kuna vitu huwezi ukawa navyo maishani. Kwa hiyo hii nayo ni hatari kabisa, na pia inaweza ikakupelekea mahali ambapo ukajikuta uko na roho ambao tunaita ni roho ya kujikataa. Roho hii sio nzuri. Bwana Yesu atukuzwe sana. Basi kama umeota
na soko. Hii tu ni sehemu yake. Mungu wetu akubariki sana. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Bwana atakufungua. Baba, katika jina la Yesu namwombea kila anayenitazama ya kwamba Bwana utamuondoa katika maroho zote na maagano ya roho ya sokoni, kwa jina la Yesu Kristo. Kampe ushindi, kawape ushindi, kawape ushindi. Chochote walichonyang'anywa Baba wakaweze kukipokea tena. Kibali, naondoa stagnation, naondoa limitations katika maisha yao, wakafanikiwe, maisha yao ikasonge. Ninavunja ya maagano kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amina. Mungu wetu akubariki sana. Sijui kwa nini huwezi kulike pale, naomba ukalike. Kama ni mara yako ya kwanza, wewe subscribe, na Mungu anaenda kukubariki. Kuhusu soko, hata kama umesoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Paulo alipokamatwa baada ya kumfungua yule binti ambaye alikuwa amefungwa, Biblia inasema hivi, alipelekwa kwenye baraza pale sokoni kuhukumiwa. Kwa hiyo kuna nguvu za giza zinazotawala sokoni. Kwa hiyo kama wewe uliota ndoto hii, nafikiria nimekusaidia kuweza kuelewa maana yake. Sawa sawa. Basi barikiwe sana, kuwa na mchana mwema, mchana wa baraka kwa jina la Yesu Kristo. Najaribu kupitia baadhi ya comments, nikiona iko na mtu ameniandikia ndoto fulani na nione ina watu wengi ama nimewahi kuifanya, nitarudi tena niweze kuifunza afresh. Shalom.